Jenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu. Jenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu. Fundisho akafanyike msaada kwako, akafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Maisha yetu yamejaa maamuzi. Maisha yetu yamejaa maamuzi. Yoshua akawaambia wana wa Israeli, amweni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Kama ni miungu iliyopo ng'ambo ya Yordan au Mungu aliye hai, amweni hivi leo, chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Na akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, tutamtumikia Mungu, mimi na nyumba yangu. Lakini pia kwenye Kumbukumbu la Torati asema mbele yako nimeweka mauti, uzima, chagua uzima. Chagua uzima. Kwa maisha yamejaa uchaguzi, maisha yamejaa maamuzi. Maamuzi, unapokosea katika kuamua, na ndivyo ambavyo unaweza kuja kuharibikiwa kwenye maisha yako, Kwa ni vema, kumbuka tunajifunza kwa habari kujenga mahusiano yako katika viwango vya kimungu. Sasa kujenga mahusiano yako katika viwango vya kimungu ni uamuzi ambao wewe unaofanya. Kumbuka Mungu ametupa uwezo wa kuamua. Ametupa uwezo wa kuamua. Ametuumba kwa mfano na kwa sura yake. Aweza kwamba akatuambia kwamba mbele yako nimeweka hivi, chagua uzima. Ametupa uwezo wa kuchagua. Tunaweza tukachagua vibaya au tukachagua vizuri. Lakini pia ametupa taarifa za kutosha kupitia neno lake zitakazotuongoza katika kufanya maamuzi. Kwa kujenga mahusiano yetu kwenye viwango vya kimungu ni maamuzi ambayo tunayafanya. Kijana, usipoamua kujenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu, Mungu hana cha kufanya. Mungu amekupa taarifa za kutosha kwenye neno lake. Neno la Mungu lina kila kitu. Neno la Mungu ni hekima ya Mungu, limejaa kila kitu. Lakini uamuzi uko mikononi mwako. Wewe ndio unayeamua mahusiano yako yajengwe kwenye viwango vya kimungu ama yajengwe kwenye viwango vya dunia hii. Wewe ndio unayeamua. Na kwa bahati mbaya, vijana wengi wa kike kwa kiume wanajenga mahusiano yao kwenye viwango vya dunia hii. Hawajajenga mahusiano yao kwenye viwango vya kimungu. Kumbuka kwamba, narudia tena, kwamba maisha yamejaa maamuzi. Wewe ndio unayeamua ujenge mahusiano yako kwenye kiwango cha kimungu ama ujenge mahusiano yako kwenye viwango vya jumla vya ulimwengu huu. Amua kuwa sitashusha viwango vyangu. Amua. Fikiria kwa habari ya Yusufu, alikuwa amekushafanya maamuzi kwamba mimi sitamkosea Mungu, na ndio maana hata alipokuwa analazimishwa na mke wa bosi wake, mke wa Potifa, akasema nifanyeje uovu wa namna hii ili niweze kumkosa Mungu. Lakini kumbuka pia ukina Daniel, Meshaki na Abednego walipokuwa Babeli, asema Daniel aliazimia moyoni mwake kwamba hata jinajisi, aliamua ndani ya moyo wake kwamba hata jinajisi. Na wewe azimia ndani ya moyo wako kwamba nitajenga mahusiano yangu kwenye viwango vya kimungu na wala sitashusha viwango vyangu. Vijana wengi wameshusha viwango vyao. Wameshusha viwango. Hata vijana waliokuwa wameshusha viwango vyao. Wanaishi kwa kufuata viwango vya dunia hii. Wanaishi kwa viwango vya watu ambao hata hawajaokoka. Wameacha neno la Mungu. Wameacha viwango vya kimungu ambavyo vitawasaidia kuwa na ndoa iliyo imara. Usishushe viwango vyako. Epuka mazingira yote ile ambayo inaweza kukupelekea wewe kushusha viwango. Wewe ni binti, acha kwenda kumfulia nguo mchumba wako wakati huyo sio mume wako. Acha kwenda kufanya usafi kwenye chumba cha mchumba wako. Maana unapofanya hivyo tayari umekwisha shusha viwango vyako. Maana kuanguka dhamini ni rahisi. Watu wengine wakiwa kwenye uchumba wanaweka mipango yao, mipango ya miradi na nini. Tayari wanaanza kufanya mipango kama vile ni mume na mke. Na watu wengi wameishia kuumizwa
Watu wengi wameishia kuumia kwa sababu hawakuja kuishi kama mke na mume, waliishia njiani. Waliishia njiani kwa sababu walijenga mahusiano yao kwa kufuata viwango vya jumla vya ulimwengu, vya watu wa ulimwengu huu. Kuna mambo ambayo ni vema, kama nataka kujenga mahusiano yako kwenye viwango vya Mungu, kuna mambo ambayo ni vema kuepuka. Usifanye. Usiweke mipango, radi mbalimbali kabla mkiwa bado uko kwenye uchumba. Itaharibikiwa kwenye maisha yako. Acha kwenda kumfulia mchumba nguo zake. Acha kwenda kufanya usafi kwenye chumba cha mchumba wako. Ni rahisi kuanguka dhamini. Jenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu, na maamuzi hayo yako mikononi mwako. Wewe ndio unayeamua kwamba uyajenge mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu ama kwenye viwango vya jumla vya watu wa ulimwengu huu. Watu wengi wanalia kwa sababu wameshusha viwango kwenye mahusiano yao. Wamepuuza neno la Mungu, wamepuuza mwanzilishi wa ndoa ambaye ameweka viwango. Kumbuka, neno la Mungu ni hekima ya Mungu. Chochote ambacho Mungu anatushauri ni kwa faida yetu. Kwa vilio vingi ambavyo unavishuhudia kwenye ndoa nyingi ni kwa sababu watu wameshusha viwango. Wanaishi kwa kufuata akili zao. Wanaishi kwa kufuata mili yao. Wanaishi kwa kufuata mfumo wa dunia hii. Ndio maana watu waliookoka wanalia kwenye ndoa zao. Watu ambao hawajaokoka wanalia kwenye ndoa zao. Vilio viko pande zote, kwa sababu watu ambao wameokoka na wameshusha viwango. Wanaendesha mahusiano yao kwa viwango vya dunia hii. Na wengine hawezi kufikia ndoto zao, au wanachelewa kufikia ndoto zao kwa sababu ya kushusha viwango. Jenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu. Jenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu. Dhamiria ndani ya moyo wako kwamba mahusiano yako utayajenga kwenye viwango vya kimungu. Chochote ambacho Mungu anasema kwa habari ya mahusiano ndivyo utakavyofanya. Amua ndani ya moyo wako. Na Mungu ametupa uwezo huo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akusaidie kujenga mahusiano yako. Wewe ni binti, wewe ni kijana, Mungu akusaidie. Roho Mtakatifu akusaidie kujenga mahusiano yako kwenye viwango vya kimungu, na kusaidie kutokushusha viwango vyako vya kimungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza comment, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen.